Tumekuwa na pressure sana kwenye maisha yetu ya kila leo. Wamekata tamaa juu ya watoto wao, wanaona mambo hayaendi juu ya watoto wao. Baba ambao wanahisi kwamba vijana wao walipaswa wafanye. Miaka 23 hawezi kuajiriwa most of the cases kwa sababu hana experience. Kinywa cha kuwafariji na kuwafundisha kuliko kuwalaumu. Msiwalinganishe watoto wenu, mnawaumiza watoto wenu. Kila la heri mzazi. Shosti! Tusemezane. Tumekuwa na pressure sana kwenye maisha yetu ya kila leo. Tumekuwa na pressure sana. Na pressure tulionayo muda mwingi sasa inatoka kwa uhalisia wa maisha ulivyo. Unatokana na uhalisia wa maisha ulivyo. Na pia jamii inayotuzunguka inatupressurize sana. Katika moja ya vitu ambavyo nimezungumza na wazazi wengi nikisema wazazi wengi walionizidi sana. Yaani umri wa rika la mamangu naweza kusema. Na most of their blame and their concern ni kwamba ni kama watoto wao wazazi wamekata tamaa juu ya watoto wao, wanaona mambo hayaendi juu ya watoto wao, wanabidi wawe sehemu fulani, wawe mahala fulani na kadhalika. Kuna moja ya video nilishawahi kuongea kuhusu pressure ambayo wazazi wanawapa vijana. Lakini leo naomba niwe mpole na kuongea na hao mama na wababa ambao wanahisi kwamba vijana wao walipaswa wafanye vitu fulani katika umri walionao lakini hawajaweza kufanya na wameona kwamba hawapo kwenye, wamechelewa na kadhalika. Lakini hebu turudi nyuma na tujadili kwamba mtoto sasa hizi anaenda shule akiwa na miaka 3 kuanzia nursery mpaka akiwa mtu mzima kabisa anakuwa na miaka 23. Kwa hiyo ndani ya umri wa miaka 23 mtoto anakuwa amemaliza chuo. Sawa Miaka 23 hawezi kuajiriwa most of the cases kwa sababu hana experience. Kwa hiyo nini kinatokea? Kuna miaka 5 mpaka 7 ya huyu mtoto kutengeneza experience. Ndio ukweli. Sawa Akiwa na bahati na Mwenyezi Mungu akamneemea, akapata kazi mapema, well and good. Lakini wengi wanaopata kazi mapema asilimia kubwa maendeleo yao yanakuwa ni maendeleo madogo tu. Atatoka nyumbani, atanunua simu nzuri, atanunua gari, lakini ni maendeleo madogo. Yaani sio maendeleo makubwa sana kama picha wazazi walionayo. Sasa turudi kwenye fact ya muda kwamba ili kuweza kulipwa hela nzuri kwenye ajira nyingi, hususan mimi naongelea ajira binafsi kwa sababu ndo nilizofanikiwa kufanya kazi, ni kwamba experience matters a lot. Sawa. Kwa hiyo experience mpaka mtu akifikisha miaka 30 means 7 years later anaweza akaanza kulipwa vizuri. Yaani vizuri, nikisema vizuri ni toshelezi, ndo anaweza akawa hata reliable kwa benki kukopesha na kadhalika. Sasa wazazi ambao na vijana kuanzia miaka 24 amemaliza chuo mpaka miaka 35. Ndio, mpaka miaka 35. Kuweni na kinywa cha kuwafariji na kuwafundisha kuliko kuwalaumu. Miaka 35 mtu anaweza kusema ni mingi sana. Miaka 35 sio mingi. Mtu amepata experience ya miaka 7 na miaka 30. Akipata experience kuanza kuishi vizuri, anaanza 30 mpaka 35, means 5 years. Hapa tunaongea kwenye scenario za vijana wengi. Achana na scenario kusema wengine wamepata kazi mapema. Yes, wamepata kazi mapema, lakini tunaongelea majorities mafanikio yao yanaanza 30s kupanda huko, kwa sababu ndo angalau wanaweza akawa reliable kupata kazi. Angalau wanaweza kuwa reliable kuaminiwa. Sawa. Kwa hiyo huu umri ni umri ambao dunia ina kelele nyingi mno. Na endapo mzazi ukishindwa kuwa na kinywa cha kumfariji mtoto wako, ni unampoteza, atakunywa pombe, unasemaga pombe zinapoteza watu, atavuta bangi, atakuwa kwenye makundi kwa sababu the pressure is so high. So kama wewe ni mzazi mwenye kijana mwenye arrange miaka hiyo kwamba amemaliza chuo, amefanyaje, hakikisha unapata muda wa kumuelekeza, wa kumfariji, wa kumtia moyo sana kuliko kumlaumu, kwa sababu lawama
haziwajengi. Lawama zinawatengeneza uadui kati yako na yeye, kwa sababu unakuwa huoni chochote. Sio kwamba hapendi kutokufanya kazi, sio kwamba nini, lakini uhalisia wa maisha huku ni tofauti na pressure ya dunia ilivyo. Kwa hiyo wazazi wenye watoto wenye umri wa miaka hiyo, hakikisheni mnapata wasaa wa kufanya muwe kimbilio la watoto wenu kuliko kuwa separate watoto wenu. Sio, mnaeleweka? Msiwalinganishe watoto wenu. Msiwalinganishe watoto wenu, mnawaumiza watoto wenu. Kila la heri mzazi. Shosti, tusemezane.